Msikilizaji wa Leti Simulizi, tuendelee katika ukurasa wa pili wa kitabu chetu hiki, simulizi yetu hii ya kaka yetu Bryson. Kwa nini ameamua kutuletea historia yake ambayo ameipitia? Ni nini ambacho anahitaji tujifunze huyu kaka yetu Bryson? Basi kaa nami ukaweze kujua nini hasa kipo ndani ya kitabu hichi cha historia ya maisha yake ambayo aliyapitia. Karibu sana, mimi naitwa Trishi na hii ni Leti Simulizi. Siku iliyofuata, baada kufikia majira saa 3 kamili asubuhi, Bryson alikuwa tayari ameshawasili ndani ya viunga vya shule. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, siku ya mapumziko kwa wanafunzi wa shule za msingi na sekondari Tanzania. Ndani ya mazingira ya shule ya sekondari Temeke, kulikuwa na wanafunzi wachache sana waliofika kwa ajili ya kujisomea wenyewe. Asilimia kubwa ya wanafunzi waliofika walikuwa ni na mavazi ya nyumbani na sio sare za shule ambazo zimekamilika. Bryson, Shomari na Faisali walikuwa nyuma kabisa darasa wakijisomea. Kila mtu alikuwa anajisomea kivyake, huku wanafunzi kadhaa wakiwa kwenye makundi wanajisomea kwa majadiliano, yani discussion. Darasa walilokuwa wanajisomea lilikuwa floor ya pili ghorofani. Wanafunzi walipiga vitabu huku muda nao ukizidi kusonga. Ilipofika majira ya saa 4 asubuhi, message mpya ikaingia kwenye simu ya Bryson. Wakati huo anaendelea kujisomea. Bryson akaifungua ile message kisha akaisoma. Moni Bry, tayari nimeshafika skuli. Ilikuwa message kutoka kwa Linus. Bryson hakutaka kusubiri, pale pale akapiga namba ya Linus huku akitembea kuelekea nje ya darasa. Hakutaka kabisa kuwashirikisha marafiki zake kwenye harakati zake, maana alihisi watamharibia. Simu ya Linus iliita na kupokelewa muda huo tayari. Bryson alishafika nje ya darasa na kwenda kusimama kwenye korido. Linus, umefika tayari? Ya, nipo skuli hapa. Okay, upo sehemu gani? Maana mimi mwenyewe nipo kwenye madarasa yetu huko juu ghorofani. Oh, sasa kama upo huko, basi toka nje halafu tizama huko chini kwenye madarasa ya form 1, utaniona nimekaa kwenye kiti nje. Linus alipomaliza kuzungumza maneno hayo, Bryson alitupa macho chini kwenye madarasa ya kidato cha kwanza na ndipo akamwona Linus. Alimwona Linus akiwa ameketi kwenye kiti, lakini pembeni yake kulikuwa na kiti kingine alichoketi Isaya. Nimekuona tayari Linus. Tazama huko ghorofani, utaniona nimevaa t-shirt nyeupe yenye mistari ya blue. Bryson alimwambia Linus maneno hayo huku akiwa na simu yake sikioni. Linus alitupa macho ghorofani na kufanikiwa kumwona Bryson. Ilikuwa ni uso kwa uso kati ya Bryson na Linus, huku ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa Linus kuijua sura ya kijana mwenye maneno yaliyoteka masikio yake. Sura ya Bryson haikuwa ngeni kwenye macho ya Linus kwa kuwa alishawahi kuiona pale shuleni, ingawa hakumzingatiaga kwa kuwa alikuwa hapendi kujipendekeza kwa wanaume. Tayari nimekuona, kumbe ndo wewe. Linus alizungumza maneno hayo kisha kakata simu huku akiendelea kumtizama Bryson kwa mbali. Bryson naye aliganda pale juu akimtizama Linus, lakini alishtuka kidogo baada ya kumwona Linus akimwambia kitu Isaya huku akimnyoshia yeye kidole. Mtaalamu hakujua ni kitu gani Linus anamwambia Isaya kuhusu yeye, lakini mwisho wa siku akaamua kurejea darasani kuendelea kujisomea. Baada ya saa moja kupita, ikiwa yapata majira ya saa 5 asubuhi, Bryson, Faisal na Shomari walitoka darasani na kwenda kutafuta mlo. Siku hiyo hakukuwa na wauzaji wa vyakula na vitafunwa pale shuleni kwa kuwa wanafunzi wanakuwa wachache sana siku za Jumamosi. Bryson na marafiki zake wakatoka mpaka nje ya geti la shule na kusogea upande wa pili kwenye frame fulani iliyokuwa na muuzaji wa chipsi pamoja na mantilie. Walipofika tu pale ndani, kila mmoja akashtuka baada ya kumwona Isaya na Linus wameketi kwenye viti wanajipatia chipsi yai kwenye sahani moja huku akiwa na soda zao pembeni. Sio hivyo tu, Isaya alikuwa na simu kubwa akawa anamuonesha Linus video fulani za kuchekesha.
hivyo wakawa na tabasamu tu muda wote. Isaya tayari alikuwa ameshaona kina Bryson, ila Linus alikuwa bado hajainua macho. Bryson na wenzake wao walifika pale kwa ajili ya kununua chai na vitafunwa. Faisali na Shomari walikuwa wa kwanza kwenda kuketi kwenye viti. Hapo ndipo Linus akatambua ujio wa watu wengine pale ndani. Alipoinua macho yake akaona Faisal na Shomari, ingawa alikuwa hawajui majina yao, lakini sasa alipozidi kuinua macho yake juu akashtuka kukutana uso kwa uso na Bryson. Sura ya Bryson ilimshtua Linus kwa sababu tayari alikuwa anamfahamu. Muda huo Bryson alikuwa anamtizama Linus huku akionekana kama mtu aliyekosa furaha ndani ya moyo. Mhudumu alipofika, Faisal akaagiza chai na mandazi, Shomari akaagiza chai na chapati, lakini Bryson hakuagiza kitu kwa kudai kwamba tumbo lake tayari lilishajaa. Baada ya Bryson kusema hivyo, akaondoka na kurudi zake shuleni huku akiwacha wenzake kwenye mshangao. Ukweli ni kwamba Bryson alikosa kabisa hamu ya kula baada ya kumwona mwanamke anayempenda yupo na mwanaume mwingine wanapata chakula kwa pamoja huku akichekeana. Lile swala lilimfanya akose amani ya moyo kabisa. Faisal na Shomari wao walihisi rafiki yao wameona aibu kunywa chai na mandazi mawili mbele ya mtoto mzuri. Isaya yeye alielewa tayari kwamba ameshapiga kwenye mshono, ndio maana Bryson amesahau kabisa kula. Lakini pia Linus alielewa vyema kile kilichopo ndani ya moyo wa Bryson, ndio maana alishindwa kubaki pale ndani. Linus na Isaya walikuwa wa kwanza kumaliza kula, hivyo Isaya akaingia mfukoni na kutoa wallet yenye pesa kisha akalipa chakula walichokula. Isaya nyumbani kwao hakuwa na maisha ya kubahatisha kama ilivyokuwa kwa Bryson, Faisal na Shomari. Babake Isaya alikuwa na fremu mbili za biashara mjini Kariakoo. Fremu moja ni duka la simu na nyingine duka la TV. Baba yake alikuwa na pesa za kutosheleza kwa mwanae kutamba nazo kwa wenzake. Baada ya kulipa gharama za chakula, Isaya na Linus nao wakarudi shuleni. Kwenye meza ya chakula akabaki Faisal na Shomari. Naona mwanetu Bryson anaburuzwa na Isaya bwana. Isaya sio poa mwanangu. Naona kijana anamnunulia mrembo chips yai na soda, wakati huo sisi tupo busy na mandazi. Bila shaka Bry ameona aibu kula mandazi mbele ya demo. Amini mwanangu, yule hajala chochote asubuhi na tulikuja hapa kwa ajili ya kula. Sasa sikia Shomi, yule mwanetu tumchukulie mandazi, atakwenda kula klasi. Huo ndo rafiki sasa mwanangu. Ngoja tumchukulie alafu tukamshauri kabisa aache kuumiza kichwa kisa mtoto wa form 4. Mbona kwa advance kuna mademu kibao tu wazuri. Shua kabisa. Halafu kuna yule Jasmine wa PCB. Anamkubali sana Bryson tangu tukiwa form 5. Ila mwanetu hamuelewi kabisa manzi. Kikweli pale Bry namuona fala sana. Maana yule dem ni mzuri vibaya mno. Demu anapenda sana handsome boy. Laiti kama mimi ndo ningekuwa Bry basi ningepita na Jasmine kibingwa tu yani. Faisal aliongea. Hayo alikuwa mazungumzo ya chini chini kati ya Faisal na Shomari wakiwa wanamalizia kunywa chai. Baada ya vijana kumaliza kunywa chai, wakamnunulia rafiki yao mandazi kisha akarejea shuleni. Walipofika darasani wakamwona Bryson amekaa nyuma ya darasa anajisomea. Faisal na Shomari wakaanza kucheka huku wakipiga hatua kuelekea nyuma ya darasa alipokuwa Bryson. Walipofika wakazidisha vicheko vya utani na kumfanya Bryson naye aanze kucheka. Oya nyie mapimbi, mnacheka nini sasa? Tulieni watu tunajisomea zetu bwana. Bryson aliongea huku akicheka. Unajua Bry, unachekesha sana. Hivi umejaribu kunywa chai kisa yule demu? Kwa hiyo umeona jao kula mandazi ya 100 baada ya kuona mwenzako amemnunulia mrembo chips ya 2500? Shika mandazi haya pimbi wewe, utakuja kutufia darasani hapa. Faisal aliongea maneno hayo huku akiweka mandazi juu ya meza ya Bryson. Huwezi amini. Bryson akachukua ile mandazi na kuanza kuyatafuna. Faisal na Shomari wakaendelea kumcheka rafiki yao baada ya kujua kumbe kweli jamaa alikuwa na njaa. Mpaka sasa Isaya 3, Bryson 0. Halafu ndo kwanza kipindi cha kwanza. Vipi, tutegemee comeback kipindi cha pili? Shomari alimuuliza Bryson kwa utani. Comeback ipo, nyie subirini. Hii mechi inaisha 3-4.
Bryson alijibu huku akiendelea kutafuna mandazi. Upande wa pili kwenye moja ya majengo ya ulevo, yani form 1 mpaka form 4, Lainesi na Isaya walikuwa ndani ya darasa fulani wakiwa wanajisomea. Walikuwa wanajadili kwa pamoja maswali fulani ya mitihani iliyopita, wakati Lainesi yuko busy anatoa maoni yake juu ya swali lililokuwa mezani. Isaya yeye alikuwa anawaza kuhusu mabadiliko kadhaa aliyoyaona kwa Lainesi ndani ya siku hiyo. Kwanza kabisa, alishangaa kuona Lainesi anaendelea kuwasiliana na Bryson. Wakati alimwambia amemblock tayari Bryson, kila kitendo cha kuwasiliana na kutambuana kwa sura kilimchanganya mno Isaya. Alihisi kabisa huenda tayari kamba ya Lainesi imeshaanza kulegezwa na Bryson. Pale pale Isaya akabadili ajenda ya maswali ya mtihani na kuleta ajenda ya maswali mengine kabisa. Lainesi, kuna kitu nataka kujua. Kitu gani? Ni kuhusu Bryson. Amefanyaje tena? Majuzi tu hapa uliniambia kwamba umeblock namba yake baada ya kutongoza, lakini leo mmewasiliana na kujuana kwa sura. Naona kabisa kuna kitu unanificha Lainesi. Kitu gani sasa? Kwani kuna ubaya gani kuwasiliana na mwanafunzi mwenzangu na kumjua kwa sura? Lakini si ulisema anakusumbua? Hapana, alinitongoza tu, sio kunisumbua. Kwa hiyo umemkubalia sio? Hapana, sijamkubalia. Nilishakwambia sihitaji kuwa kwenye mahusiano mpaka nitakapomaliza masomo. Sasa kwa nini umemtoa kwenye blacklist kimya kimya na hujaniambia? Naona mnawasiliana tu kwa siri siri. Sasa kwa nini nikwambie wewe Isaya? Kumbuka hizi ni personal issues. Kwa hiyo sio lazima ujue kila kitu changu. Kwani wewe ni nani kwangu? Eti, who are you by the way? Basi tuache hayo Lainesi, lakini kumbuka tu nafanya mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naamini kabisa unajua thamani yangu kwako. Thamani yako ni kubwa sana kwangu kwa sababu umekuwa bora sana tangu urafiki wetu ulipoanza. Ila nikwambie kitu Isaya, usitake kunitawala na kuniingilia mambo yangu binafsi kisa tu unaninunulia vyakula hapa shuleni. Hivi vitu hata mimi naweza kujinunulia mwenyewe. Nadhani unajua hilo. Kama umechoka kuwa rafiki yangu basi sema. Yamekuwa hayo tena Lainesi. Basi nisamehe tu, sirudi tena. Isaya alizungumza maneno hayo kisha akachukua begi lake na kuondoka kwa hasira. Isaya aliamua kususia kabisa lile zoezi la kusolve maswali ya mitihani. Lainesi hakushtushwa kabisa na kitendo cha Isaya kuondoka akiwa na hasira. Hakujisumbua kabisa kumbembeleza, badala yake akaendelea kupambana na yale maswali peke yake. Isaya yeye aliondoka kabisa pale shuleni na kurudi nyumbani, maana hakuwa na morali tena kujisomea. Lainesi hakujali, maana alijua Isaya alikuwa na kawaida ya kujinunisha huku akitarajia kubembelezwa kama mtoto. Siku hiyo Lainesi aliamua kumuonesha Isaya roho tofauti kabisa. Hivyo akamwacha aende bila kumbembeleza mpaka kufikia majira ya saa 8:30 mchana. Lainesi alikuwa tayari ameshamaliza ratiba yake ya kujisomea, hivyo akatoka nje ya geti la shule na kuanza safari ya kurudi nyumbani kwao. Muda huo alikuwa na rafiki yake Cleopatra ambaye naye alikuwa pale shuleni siku ile, ila alikwenda kujisomea darasa tofauti kabisa na lile walilokuwepo Lainesi na Isaya. Lainesi na Cleopatra walitembea kwa mguu kutoka shuleni mpaka stendi ya magari yaendayo Buza kanisani. Walipofika hapo stendi, walipanda gari kisha wakaanza safari kuelekea Yombo. Wakiwa njiani, Lainesi alijikuta anamwaza Bryson. Sura ya Bryson ilimjia kichwani mwake baada ya kumfahamu kwa mara ya kwanza. Kwa hakika yale maneno yanafanana kabisa na sura yake. Kwa muonekano wake ni vigumu sana kuamini kwamba amekosa mwanamke wa kuwa naye kwenye mahusiano kule advance. Inawezekana vipi handsome boy kama yeye akose mrembo kule form 5 au 6? Kwa hiyo huko advance hajaona kweli wanawake wazuri zaidi yangu. Kwa nini mimi Bryson? Lainesi alijisemea moyoni maneno hayo baada ya kumkumbuka Bryson. Alikumbuka pia tukio lilotokea kwenye kibanda cha chakula. Kwa namna macho ya Bryson yalivyokuwa yanamtizama, ni wazi kabisa aliumizwa na kitendo cha kumkuta na Isaya.
Lakini pia Lainesi aliamini huenda Bryson amehisi yeye na Isaya ni wapenzi. Lainesi, si unashuka hapa shule? Ni sauti ya Cleopatra iliyomshtua Lainesi kutoka kwenye dimbwi la mawazo. Sauti hiyo ilimfanya Lainesi ateremke kwenye daladala kwa sababu tayari alishafika kwenye kituo alichopaswa kushuka. Ni stendi ya kibao cha shule ya msingi ya Mbodovia. Lainesi aliteremka huko Cleopatra akibaki kwenye gari kwa kuwa alikuwa anateremka kituo kinachofuata. Baada ya Lainesi kuteremka, alitembea hatua chache kutoka pale stendi na kufika nyumbani kwao. Masaa matatu baadaye, tayari alishafika majira saa 11 jioni. Lainesi alikuwa chumbani kwake amejipumzisha mara baada ya kumaliza kufanya majukumu yake ya nyumbani akiwa kama mtoto wa kike. Wakati akajipumzisha kitandani akiwa anasoma na kuzitafuta message alizotumiwa na watu kwenye simu yake, alipozifikia SMS za Bryson akajikuta anarudia kusoma mara mbili huku akitabasamu. Mtoto wa kike alijikuta anashindwa kabisa kuzifuta baadhi ya message zilizotumwa na Bryson pasipo kujua sababu. Muda ule ule akatamani kuzungumza na Bryson, hivyo akamtumia message, "Bry, vipi? Umesharudi home?" Lainesi alimtumia Bryson message hiyo na zikupita sekunde nyingi message ikajibiwa, "Hapana, bado nipo shule." "Unarudi saa ngapi?" "Muda si mrefu naondoka, maana kuna kipengele kidogo tu ndio nimebakisha kusoma." "Okay, basi endelea kusoma, nisikusumbue." "Hapana, tuendelee tu kuchat Lainesi, kusoma kupo tu wala hakuishi." "Lakini si nitakuchelesha kurejea nyumbani." "Hilo usijali kabisa, kwa kuwa hakuna kitu ninachoharakia huko nyumbani zaidi ya kulala tu. Tuendelee tu kuchat Lainesi." "Okay, nimefurahi sana kwa kuona na kukujua Bryson. Sura yako sio ngeni kwangu, ila sikuwahi kukujua jina lako. Nimefurahi pia kusikia hivyo Lainesi. Yule uliyemuona ndo mimi mwenyewe." "Naomba nikuulize swali Bry." "Kuwa huru, niulize, wala huna haja ya kuniomba Lainesi." "Okay, hivi kwa nini uliondoka kwenye kibanda cha chakula muda ule?" "Oh, nafikiri sikupaswa kuwa eneo lile kwa wakati ule. Ni kama vile nilifika kwa makosa ndo maana nikaondoka." "Kwa nini unasema hivyo?" "Kwa sababu nilipofika tu nikagundua tumbo langu lipo full. Sikuhisi kabisa ile njaa niliyotoka nayo darasani." Inawezekana vipi kwa hivyo jamani? Naona kabisa unanidanganya Bry. "Naomba unisamehe kwa hilo Lainesi. Wakati mwingine uongo unasaidia kutengeneza amani na kudumisha upendo." "Okay. Ulisema upo tayari kunisubiri, si ndio?" "Yeah, no matter how long it takes, I will wait for you." "Haijalishi itachukua muda kiasi gani, nitasubiri. Yaani nitakusubiri." "Unajua nini Bryson? Mbali na familia yangu, basi kitu kingine nachokipenda ni masomo. Ndoto yangu kubwa ni kusoma ili niweze kufika form 6 kisha niende chuo kikuu. Kiukweli kabisa, sitaki kujihusisha kwenye mapenzi kwa sababu yatanifelisha kufika ndoto zangu." "Upo sahihi sana Lainesi, lakini kuna kitu bado hujakijua." "Kitu gani hiko?" "Unajua kuna maisha baada ya kusoma. Ukishamaliza masomo itakulazimu uachane na hiyo familia yako unaipenda sasa hivi, kisha ujenge familia yako binafsi. Wewe itabidi uwe mama ili kutekeleza matakwa ya Muumba wetu. Ni muhimu sana kwako kuolewa, na msingi wa ndoa bora unatokana na uchumba imara. Ni lazima upate muda wa kutosha wa kumjua kwa undani mwanandoa wako kabla hamjaingia kwenye ndoa. Halafu kingine usichokijua au watu wengi wasichokijua ni kwamba mapenzi haiwezi kumfelisha mtu, ila unaweza kufeli kutokana na aina ya mtu unayependana naye. Kuna mtu unaweza kuwa naye kwenye mahusiano na akawa hana mchango wowote kwenye masuala ya kimaendeleo. Muda mwingi anakuwa anawaza kustareheka au mnakuwa kwenye migogoro ya mara kwa mara. Kwa mtu kama huyo lazima utafeli. Lakini pia kuna mtu mwingine unaweza kuwa naye kwenye mahusiano na akawa chachu ya maendeleo na mafanikio yako. Unakuta muda mwingi anawaza vitu positive upande wenu na anakuwa mstari wa mbele kukupa motisha ya kufanya vizuri. Lainesi,
mimi sijaja kwa ajili ya kukuharibia masomo yako, bali nimekuja kukupush na kukumotivate katika masomo. Nipo tayari kutenga muda wangu kwa ajili ya kukusaidia kwenye baadhi ya topics ambazo zinakupa changamoto. Wow. Kwa hiyo upo tayari kuwa mwalimu wangu, sio? Huko O-level hakuna somo ambalo linanisumbua, kwa hiyo kama una shida kwenye somo lolote tutapita nalo. Asante sana Brai. Hivi ulisema unasoma kombi gani vile? PCM. Wow. Mimi ndoto yangu advance ni kusoma CBG. Napenda sana hayo masomo, lakini nina changamoto moja kwenye chemistry. Ile topic ya introduction to organic chemistry. Mwalimu wetu haeleweki kabisa. Kama utapata muda, naomba basi unifundishe Bryson. Hilo sio ombi la Inesi. Wewe niambie lini, wapi na saa ngapi nikufundishe. Mimi nipo tayari kuwajibika kwa ajili yako siku na muda wowote. Naweza kuwa busy lakini sio kwenye jambo lako. Asante sana Bryson. Kiukweli naanza kuamini kwamba hujaja kwenye maisha yangu kwa nia mbaya. Inesi, mimi sio muhuni kama vijana wengine. Mimi sio kijana wa hovyo kama ulipofikiria mwanzo. Mimi ni kijana anayejitambua na kuelewa kila ninachokifanya. Na kuahidi Inesi, hutokuja kujutia kukutana na mimi. Halafu kama kweli ndoto yako ni kusoma CBG, basi hiyo topic ya introduction to organic chemistry unatakiwa ujue vizuri. Maana ukifika advance unakutana na kitabu kizima cha hiyo topic. Huko O-level si mnasoma introduction, sasa huko advance ndio utaikuta main body yake. Kama introduction hujaelewa, basi huwezi kuja kuelewa main body. Lakini usijali Inesi, kwa kuwa mimi nipo, basi ni lazima ujue tu. Asante sana Brai. Nafikiri Jumamosi ijayo ndo tuanze hilo darasa kulingana na ratiba ilivyo. Lakini naombi moja kwako. Ombi gani hilo? Naomba hiyo siku niwe na marafiki zangu wawili, naona na wao wanahitaji kujua hiyo topic. Na yule jamaa uliyekula naye chipsi atakuwepo? Mbona umemtaja huyo? No, nimeuliza tu. Unahisi kuna kitu kinaendelea kati yangu na yule jamaa? Hapana, sijahisi kitu wala chochote, na sitaki kabisa kuhisi Inesi. Mimi nimekuuliza tu kwa sababu na yeye ni miongoni mwa watu wako wa karibu. Okay, yule hata kuwepo kabisa. Watakao kuwepo ni marafiki zangu wawili wa kike. Kuna uwezekano pia kwa kuwa mimi na wewe tu, lakini hiyo haitoleta picha nzuri kwa watu watakaotuona. Watu watasambaza uvumi kwamba tuna date, hivyo ikifika kwa walimu italeta shida, maana mimi ni kiongozi wa nidhamu hapa shuleni. Ni kweli hata mimi kwa upande wangu itaniletea shida, kwa sababu sipendagi kabisa skendo za mapenzi. Okay, ila unajua nini Brai? Hapana, sijui Inesi. Yule jamaa na mimi hatuna mahusiano yote ya kimapenzi. Yule ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Okay, kuwa huru na moyo wako Inesi. Hata kama ni mpenzi wako, hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuingilia hisia zako. Kwa kuwa nimechagua kuwa upande wako, basi nitaamini kila kitu unachoniambia. Ila Brai, kuna kitu naomba nikuulize kwa mara nyingine tena. Okay, niulize tu, lakini sidhani kama nitakuwa na jibu jipya Inesi. Brai, why me na sio wao? Mbona wao ni wazuri na wamenizidi kila kitu? Inesi, kwenye hii dunia kuna wasichana wazuri, halafu kuna wewe Inesi. Wao ni wazuri kwa sababu wapo ndani ya uzuri. Wewe ni mzuri kwa sababu uzuri upo ndani yako. Na kama wataniuliza kuhusu wewe, basi nitawaambia kwamba walichokuzidi wao ni level ya elimu tu, lakini vingine vilivyobaki wanapaswa kuokota peni na daftari kisha wachukue notes kwako. Narudia tena Inesi, kuna wazuri alafu kuna wewe Inesi. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa Bryson na Inesi kupata muda wa kutosha wa kuzungumza. Maongezi hayo ndio yakazidi kumuongezea Bryson pointi za kuwa karibu na Inesi. Inesi kwa upande wake alianza kuamini kwamba ukaribu wake na Bryson utampa manufaa makubwa sana mpaka kwenye masomo yake. Lakini pia ile maneno matamu ya Bryson
yalimuongezea ujasiri wa kujiona msichana mwenye uzuri wa kipekee kabisa. Hapo ndipo alipozidi kuvutika kwa Bryson. Maneno yale ndio yaliyofungulia rasmi njia ya kuwa na mawasiliano kila itwayo leo. Suala la wao kuwasiliana kwa kuchati likawa kama sheria. Ikawa vigumu sana siku kupita bila Bryson kupokea message ya Linesi na Linesi kupokea message ya Bryson. Ndani ya ile wiki walitumia muda mwingi sana kuchati, hasa nyakati za usiku, huku wakibadilishana mawazo. Ule muda ambao Linesi alikuwa anautumia kuwasiliana na Isaya hatimaye ukahamia kwa Bryson. Linesi alikuwa hapati furaha yoyote kuchati na kuongea na Isaya. Furaha alikuwa anaipata kwa Bry. Hivyo akabadili mwelekeo wa upepo kutoka kwa Isaya kwenda kwa Bryson. Mara nyingi Linesi alikuwa anamwambia Isaya kwamba yupo busy, wakati huo Bryson anaambiwa aendelee na story. Kiufupi, Bryson alijua vyema kuitumia nafasi ndogo aliyoipata na kuuteka moyo mazima wa mtoto wa kike. Wakati Isaya ameiteka akili ya Linesi, Bryson yeye akauteka moyo. Maneno ya Bryson yalikuwa mapambo kwenye moyo wa Linesi. Ni maneno ambayo kila mwanamke hupenda kuyasikia na kuyafurahia. Mwanamke ndio kiumbe pekee anayeweza kuvaa nguo nzuri na mwenyewe akaona kabisa kwamba amependeza, lakini hawezi kuamini kama amependeza mpaka pale atakaposifiwa na mtu mwingine. Na mara nyingi furaha yake huwa kubwa zaidi pindi anapopata sifa kutoka kwa mwanaume. Hapo ndipo anapojiona wa thamani kuliko hata almasi. Tukirudi kwa Bryson, licha ya kupata muda wa kutosha kuzungumza na Linesi, lakini akabaki na siri yake moyoni. Hakutaka kabisa kuambia chochote marafiki zake kwa kuhofia watamrushia ndege wake kabla hajanasa. Wenzake waliona tu mabadiliko kwa rafiki yao, hasa nyakati za usiku walipokuwa darasani wakijisomea. Kuanzia saa 3 mpaka saa 5 usiku Bryson alikuwa na chati kuanza, halafu baada ya hapo ndo anaanza kujisomea. Kwa kifupi ni kwamba muda wa Bryson kujisomea ukapungua. Hapo ndipo wenzake walipobaki na maswali. Walihisi kabisa Bryson amepata mchumba, lakini hawakujua ni yupi. Ni Linesi au ni nani? Kila alipomuuliza hakupata majibu sahihi. Isaya kwa upande wake alipata hisia huenda mwanamke anayechati na Bryson majira yale ya usiku ni Linesi, kwa sababu aliona mabadiliko ya ghafla kwa Linesi dhidi yake. Muda kama ule yeye ndo alikuwa anachatigi na Linesi, lakini ghafla Linesi akawa busy kwake kwa siku chache. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa ndani ya ile wiki. Kilichokuwa kinasubiriwa kwa hamu ni Jumamosi tu kufika ili Bryson na Linesi wakae meza moja kwa ajili ya kufundishana. Hatimaye ile Jumamosi ilikuwa inasubiriwa kwa hamu ikafika. Majira saa 4 asubuhi, Linesi akiwa sambamba na marafiki zake Cleopatra na Dorini tayari walishaingia ndani ya darasa ambalo walilichagua kufundishiwa. Ilikuwa darasa la Form 2B kwenye majengo ya O-Level. Walichagua kutumia darasa hilo kwa kuwa hakukuwa na wanafunzi yote ndani yake. Mpaka kufikia muda huo alikuwa anasubiriwa ni Bryson tu. Muda huo Bry alikuwa anateremka kwenye ngazi akitokea kwenye madarasa ya Form 6 akielekea Form 2B walipokuwa kina Linesi. Alipofika tu mapigo ya moyo akashtuka baada ya kukutana na sura 3 za wasichana warembo kweli kweli. Ni Linesi, Cleopatra pamoja na Dorini. Siku hiyo walivaa mavazi ya nyumbani, hivyo walipendeza vilivyo na kuonekana warembo zaidi ya siku zote. Ni kama vile wale wasichana walichaguana warembo tupu kwa marafiki. Unaweza kufikiri labda urafiki wao ulizingatia kigezo cha uzuri wa sura na urembo. Cleopatra na Dorini nao sio haba kweli kweli. Walikuwa warembo kweli kweli. Bryson akajisemea moyoni, kwa hakika leo kazi ipo. Maana hawa watoto ni moto sio kitoto. Baada ya kujisemea maneno hayo, akazidi kupiga hatua huku akielekea kwenye kiti alichoandaliwa kama mwalimu. Siku hiyo Bryson pia alionekana mtanashati na handsome zaidi ya siku zote, maana alijiandaa kweli kweli. Baada ya kufika kwenye meza walioketi kina Linesi, Bryson aliwasalimia wote kwa pamoja kisha akakaa katikati yao. Mtaalamu alifungua begi lake kisha akatoa daftari lake la kemia alilokuwa anatumia kuanzia Form 1 mpaka Form 4. Pale mezani alikuta wasichana wameandaa mitihani kadhaa ya miaka ya nyuma, yani past papers, ili wafundishe namna ya kujibu maswali ya organic chemistry kwenye mtihani.
Hiyo ilikuwa kazi nyepesi sana kwa Bryson, maana alikuwa anajua chemistry kuliko hata nje ya nyumbani kwao. Ni kama vile upele ulimkuta mwenye kucha, hivyo mtaalamu akaanza kuukuna. Somo lilianza huku wadada wote watatu wakiwa busy kumsikiliza Bryson. Bryson alitembea na maswali vilivyo na kila mtu alikuwa anaelewa kile kinachofundishwa. Maswali yote ya muhimu yanayohusu mada ya organic chemistry yakadadavuliwa kwa marefu na mapana. Ukiachana na akili za darasani, kitu kingine ambacho Mwenyezi Mungu alimbariki kijana Bryson ni uwezo wa kuongea na kumvutia mtu kumsikiliza. Kisanaa tunaweza kusema kijana alikuwa na sauti ya kuvutia hadhira wake na kuwafanya watamani kuendelea kumsikiliza. Bryson aliwafundisha wadada, wakafundishika, kila alichokielewesha wakaelewa. Sauti yake ilikuwa inawagusa na kuwafanya wasichoke kumsikiliza. Sio kumsikiliza tu, Doreen alijikuta anahamisha macho kwenye daftari na kuanza kumtizama usoni Bryson. Ile tizama Doreen kwa Bryson haikuwa kawaida kabisa. Linesi na Cleopatra tayari wakaelewa mwenzao ameshamzimikia mtaalamu. Lakini pia Bryson mwenyewe alikosa ujasiri baada ya kugundua kwamba anatizamwa na Doreen kwa namna nyingine kabisa. Lakini hilo halikumzuia Bryson kuendelea kufundisha. Mtaalamu aliendelea kufundisha huku jasho likimtiririka kwenye paji la uso. Mpaka kufikia nukta ya mwisho kabisa, Bryson akaweka kalamu yake mezani kuashiria kwamba somo limekwisha. Lakini sasa ghafla binivu, Doreen akachukua kitambaa chake kisha akamfuta jasho Bryson. Mapigo ya moyo ya Bryson yakaenda kasi huku moyo wa Linesi ukiripuka. Cleopatra akabaki tu na mshangao. Umefanya kazi kubwa sana teacher, mpaka jasho linakutoka. Doreen alizungumza maneno hayo huku akimfuta jasho Bryson. Asante sana, Bryson alimjibu Doreen huku akiwa ameelekeza macho yake kwa Linesi. Kabla sijaondoka, nataka kujua kama kuna mtu hajaelewa sehemu yoyote, Bryson aliuliza huku akiwatizama kwa kujiamini. Mimi binafsi nimeelewa kila kitu mwalimu, Linesi akawa wa kwanza kujibu. Mimi pia nimeelewa, tena zaidi ya sana. Natamani wewe ndio ungekuwa mwalimu wetu jamani. Kiukweli unajua kufundisha na kueleweka, Cleopatra naye akajibu. Mimi pia nimeelewa dia, ila ninaombi moja kwako. Naomba unisaidie kama utojali. Doreen aliongea kwa mapozi huku akimlegezea macho Bryson. Okay, kuwa huru bimdada, zungumza, Bryson alimjibu Doreen. Naomba namba yako ya simu ili nikikwama kwenye swali lolote nikupigie unisaidie. Mara nyingi nikiwaga nyumbani majira ya usiku nikijisomea huwa napata shida sana kwenye baadhi ya maswali. Naomba namba yako please. Doreen aliongea maneno hayo huku akijingata lipsi na kuzidi kulegeza macho yake. Kwa mara nyingine tena mishtuko na mishangao ikatawala kwa Bryson na Linesi. Linesi akajua sa Doreen anataka kuikatisha ile furaha anaoipataga kutoka Bryson. Baada ya Bryson kuomba namba ya simu na Doreen akamtizama kisha akamwambia, hilo halina shida bimdada, namba yangu atakupatia huyo rafiki yako. Bryson aliongea maneno hayo huku akimnyosha kidole Linesi. Baada ya kusema hivyo, Bryson akainuka na kuondoka huku akisindikizwa na neno asante kutoka kwa Linesi na marafiki zake. Pale darasani wakabaki marafiki watatu. Swali lilikuwa moja tu kichwani kwa Linesi, ampe namba ya Bryson rafiki yake au asimpe. Tayari alishajua lengo la Doreen ni kumtongoza Bryson na alijua kwa namna yote ile lazima atafanikiwa kumshawishi na kumpata. Maamuzi yalikuwa juu yake, atoe namba au asitoe. Shoga, naomba basi namba ya Bry, Doreen alimwambia Linesi huku akiwa ameandaa simu yake aandike namba ya Bryson. Ya nini hiyo namba? Linesi akamjibu Doreen kwa swali. Ya nini? Kwa hiyo wakati nazungumza na Bryson ukusikia au? Dori, sikiliza. Acha tamaa basi. Umepewa lifti. Naona unataka kupigia na honi kabisa. Tamaki vipi jamani? Kwani kuna shida gani nikiwa na namba ya Bry? Mbona kama una wivu wakati umetuambia ule boy ni rafiki yako? Kwa hiyo kama nimekuambia ni rafiki yangu, wewe unatakaje?
Nataka niwe wifi yako. Kiukweli nimetokea kumpenda sana. Jibu la Dorini likamshtua Lainesi mapigo ya moyo. Wewe Dori, wasi una Shafii wewe? Haya, huyo Brai utamweka wapi? Cleopatra akaingilia maongezi kwa kumuuliza Dorini swali hilo. Cleopatra, unajua nini? Huwezi kumfananisha Bryson na mtu kama Shafii. Naamini kabisa hakuna msichana asiyetamani kuwa na mwanaume kama Brai. Hata yeye mwenyewe ukitongozwa na Brai huwezi kumkatalia. Napiga chini Shafii, natoka na Brai. Lainesi rafiki yangu, hebu nipe hiyo namba please. Dorini alionyesha wazi hisia zake za kumtaka Bryson kimapenzi. Lainesi akawaza na kuazua huku Dorini akisubiri namba. Lainesi akayakumbuka matukio ya nyuma yaliyotokea kati yake na Bryson tangu siku ya kwanza walipowasiliana. Alikumbuka vyema furaha ya muda mfupi aliyoipata kupitia maneno ya Bryson. Aliyakumbuka vyema maneno yote ya mtaalamu akiwa anaelezea hisia zake na pia kumsifia kwa uzuri alionao. Kumbukumbu hizo zilimpa furaha sana, hivyo hakutaka kabisa furaha hiyo ihamie kwa mtu mwingine. Kwa nini aruhusu zile furaha kwenda kwa mtu mwingine wakati yeye mwenyewe bado anazihitaji? Lainesi alimtizama Dorini kisha akamwambia Dori, nisikilize kwa umakini. Mimi na Bryson tayari tunapendana. Eti? Umesemaje hapo? Nimesema hivi, Bryson na mimi tunapendana sana. Sisi hapa tayari ni wapenzi. Lainesi aliongea kwa msitizo mkubwa sana. Dorini na Cleopatra wakaanza kumtizama Lainesi kwa mshangao. Unampenda Bryson? Na vipi kuhusu Isaya? Kwa hiyo umemsaliti tayari kaka wa watu? Dorini alimuuliza Lainesi. Hivi Dorini, katika kumbukumbu zako nimeshawahi kukuambia nina mahusiano ya kimapenzi na Isaya? Hebu nikumbushe kwanza, lini nilikwambia hivyo? Wenda nilikuwa nimelewa. Kwa hiyo Lainesi, unazisaliti kabisa hisia za mwenzako. Hivi mambo yote aliyokufanyia umeyafumbia macho? Sikiliza nikwambie Dori, mimi na Isaya hatujai kuwa na ahadi yoyote ya kupendana. Hata siku moja Isaya hajawahi kuniambia kwamba ananipenda. Sio yeye tu, hata mimi sijawahi kumwambia kwamba nampenda na sijawahi kuwa na hisia naye. Yeye ni rafiki bora kwangu na ninamchukulia yeye kama ninavyokuchukulia wewe. Katu abadani sijawahi kuwa na feeling yoyote juu yake kwa sababu namchukulia kama rafiki tu. Kwa hiyo Lainesi, haya yote unasema baada ya mimi kukwambia nampenda Bryce hiyo? Dori, hebu tuache hayo basi rafiki yangu. Kumbuka nimekupa lifti. Kwa hiyo usinganganie kupiga honi. Nimeshakwambia Bryson ni shemeji yako. Kwa hiyo kaa kwa kutulia. Lainesi alizungumza maneno hayo na kumfanya Dorini aondoke kwa hasira. Lainesi na Cleopatra wakabaki wanatazamana baada ya Dorini kuondoka kwa hasira. Lainesi, mbona kama umenisha njia panda shoga yangu? Mimi na wewe tulikubaliana hatutaki mahusiano na mwanaume yote mpaka tutakapomaliza masomo. Hivi ni kweli una mahusiano na Bryson au unataka tukumpa namba Dori? Cleopatra alimuuliza Lainesi. Lainesi alimtizama Cleopatra kisha akamwambia, Cleopatra rafiki yangu, mimi na wewe tulikuwa tunadanganyana tu. Tangu nimekutana na Bryson nimejua kwamba hakuna mtu anayeamua kuwa single. Ni vile tu bado hajakutana na mtu aliyeugusa moyo wake. Hata wewe Cleopatra, siku ukikutana na mtu atakayeugusa moyo wako basi hutaweza kufuata kile ulichojipangia akilini. Hapo sina neno shoga yangu. Kwa hiyo Brai ndo shemeji yetu sio? Ndo yeye. He is my first lover. Sawa mwaya, mimi nawatakia kila laheri kwenye penzi lenu. Hongera pia kwa kupata bahati ya kupendwa na Brai, maana kwa muonekano tu anashawishi na kuvutia kama mwanaume. Ni bonge la handsome, halafu anaonekana na akili sana. Kwamba nawe umemtamani sio? Siwezi kujibu hilo swali mwaya, maana tayari ameshakuwa shemeji yangu. Sawa, tuendelee basi kujisomea. Kwa kweli nimechoka. Alafu si nilikwambia kuna sehemu nataka kwenda majira saa 7 mchana nikishatoka hapa shule.
Ya, nimekumbuka. Kwa hiyo unaondoka sasa hivi sio? Ya, naondoka. Ngoja mimi nikuache, tutawasiliana na baadaye bestie. Sawa, mimi najisomea kidogo then nianze safari kurudi home. Okay, poa bestie. Bye. Cleopatra akaondoka na kumwacha Lioness peke yake ndani ya ile darasa. Lioness alifunua daftari alilokuwa anatumia Bryson kuwafundishia, kisha akaanza kupitia yale maandiko. Mwandiko wa Bryson ulikuwa mzuri sana kwenye daftari, kiasi kwamba ulikuwa ukivutia kwenye macho ya Lioness. Muda ule ule Lioness akavuta simu kwenye mkoba wake, kisha akamtumia message Bryson. Bry, vipi, umeshaondoka baba? Message hiyo ilifika kwa Bryson na haikuchukua muda ikajibiwa. No, bado nipo, sijaondoka. Upo wapi? Na unafanyaje nao? Nipo huko gorofani, kuna maswali na solve. Vipi wewe ushaondoka? No, bado nipo tu. Okay, unafanyaje? Nipo tu, nataka kupitia hivi vitu ulivyotufundisha. Okay, safi sana. Mpo wote si ndio? Hapana, wenzangu wameondoka tayari. Okay. Hivi nimeeleweka kweli Lioness? Ya, tumekuelewa vizuri mno. Kiukweli kabisa nimekuelewa kuliko hata ninavyoelewaga walimu. Bryson, wewe unajua sana. Unajua sana kufundisha my dear. Oh, kumbe. Basi siku nyingine mkiwa na changamoto yote msisite kuniambia. Halafu vipi kuhusu yule mwenzako? Ulishampa namba yangu? No. Why? Sijampa tu. Kwa nini hujampa? Sitaki. Kwa nini hutaki? Sitaki tu, kwa lazima na namba yako. Lakini anahitaji msaada. Wapi? Najua hiyo. Yule anakutaka wewe, sio msaada wa kimasomo. Tangu muda ule unatufundisha, nilikuwa namuona tu anakulegezea macho. Nimejua anakupenda. Ananipenda. Sasa kama ni hivyo, bado sioni sababu ya msingi ya kukufanya umnyime namba yangu. Sababu ya msingi ipo Bry. Kama nitampa namba yako, anaweza kukushawishi ukampenda. Lakini yeye ni mwanamke na mimi ni mwanaume, kwani shida itakuwa wapi nikimpenda? Sasa vipi kuhusu mimi Bry? Unadhani nitakuwa kwenye hali gani mimi? Eti Bry, nitabaki kwenye hali gani wakati mimi hapa tayari nimesha kupenda? I say Bryson akapatwa na kiwewe kwanza na kushindwa kuendelea kuchate. Bryson alivuta pumzi kwanza, kisha akatulia na kuanza kurudia upya kuisoma message ya Lioness. Sasa vipi kuhusu mimi Bry? Unadhani nitakuwa kwenye hali gani mimi? Eti Bry, nitabaki kwenye hali gani wakati mimi hapa tayari nimesha kupenda? Bryson alirudia kuisoma hiyo message, kisha akajiuliza moyoni, au labda ananitania tu. Ngoja kwanza. Pale mtaalamu akatoka nje ya darasa, kisha akaenda kusimama nje kwenye korido na kumpigia simu Lioness. Alitoka nje darasa kwa sababu hakutaka marafiki zake wajue kinachoendelea. Baada ya kupiga simu ya Lioness, ikaita kwa sekunde kadhaa, kisha ikapokelewa. Lioness, sijakuelewa bado. Umemaanisha nini kwenye message ya mwisho ulionitumia? Hilo ndio lilikuwa swali la kwanza la Bryson baada ya Lioness kupokea simu. Bryson, mimi hapa. Mimi nakupenda sana wewe. Lioness akamjibu Bryson kwa sauti ya mahaba. Bryson hakuamini masikio yake kwa kile alichokisikia. Alihisi labda yupo njozini anaota. Ukiachana na ufaulu mkubwa, kitu kingine ambacho Bryson alitamani kukipata pale shuleni ni penzi la mwanadada Lioness. Lioness alikuwa miongoni mwa ndoto za Bryson. Lioness, naomba basi tuonane muda huu. Hapana Bry, kwa sasa siwezi kukutana na wewe. Kwa nini? Kwa sababu siwezi kuwa na ujasiri wa kutizama machoni. Mimi na wewe tutaonana Jumatatu. Lakini pia kuanzia sasa unatakiwa kujua kwamba wewe sio mwanaume wa kila mwanamke. Wewe ni mwanaume wangu peke yangu na mimi ni mwanamke wako peke yako. Umeniweza Bry, hakuna haja ya kuendelea kunisubiri kwa sababu tayari nimeshakupenda. Lioness aliongea maneno hayo na kuzidi kumvuruga akili Bryson kwa kumjaza furaha kwenye moyo wake.
Siku zote furaha inapozidi moyoni, basi akili haiwezi kutulia, na ndio maana unakuta hata watu wazima wanarukaruka juu kwa shangwe kama watoto au wenda wazimu. Bryson yeye alitamani kurukaruka na kupiga kelele za shangwe, lakini mazingira hayakumruhusu kabisa. Alirejea darasani huku akijichekea peke yake kama chizi. Pale darasani walikuwa Faisali, Shomari pamoja na Bryson tu. Faisal na Shomari wakaanza kumshangaa Bryson na kuhisi labda mwenzao amechanganyikiwa. Oya familia, deal dani. Bryson alizungumza kwa mbwembwe. Oya, mbona ueleweki mzee? Dili gani hilo ambalo limekamilika? Shomari alimuuliza Bryson. Linus is green and white. Bryson akamjibu Shomari. Hehe, hebu utani kaka. Unataka kutambia kwamba Linus tayari ni familia yetu sasa eh? Faisali alimuuliza Bryson. Ya, Linus ni shemeji yenu kuanzia leo hii. Ile 3-0 ya kipindi cha kwanza imekuwa 3-4 mpaka full time. Limepiga bonge la comeback. Nadhani yule dogo Isaya atakuwa na heshima kuanzia sasa. Bryson aliongea maneno hayo na kuacha mshangao kwa marafiki zake. Majira fulani ya saa 12 jioni, Isaya alikuwa nyumbani kwao akitizama movie pamoja na mdogo wake. Asubuhi ya siku hiyo Jumamosi, Isaya hakwenda kabisa shuleni kujisomea. Hivyo wakati Bryson anawafundisha kina Linus, alikuwa hajui chochote kinachoendelea. Sababu kubwa iliyomfanya Isaya asiende kule shule ile Jumamosi ni kwa kuwa Linus alisema hata kwenda. Isaya alipojua Linus haendi shule na yeye akaamua kupumzika. Linus aliamua kumdanganya Isaya kwa sababu alitaka kutumia muda wake na Bryson ile siku. Tukirudi nyumbani kwa kina Isaya, wakati jamaa anaendelea kutazama movie, ghafla simu yake ikaita. Alipotizama namba ya mpigaji akatambua ni Dorini ndo alikuwa anampigia. Haikuwa kawaida kabisa kwa wawili hawa kupigiana simu, hivyo Isaya akapata mshangao kidogo. Ilibidi tu apokee simu kisha akatega sikioni. Picha linaanza, akaanza kusikia sauti ya kicheko kutoka kwa Dorini. Hey, Isaya. Unajua unazingua Dorini? Sasa kitu gani ambacho kinakuchekesha hapo? Na kucheka wewe Isaya? Naona umepambana sana kumtunza, halafu ghafla wenzako shwa wanapita naye. Nini ambacho namaanisha kusema hivyo? Nani wamemchukua nani? Si Linus? Linus kafanyaje? Na nani kamchukua? Tulia wewe, usifanye una uchungu. Utadhani Linus ni demo wako. Wewe ni mzembe tu, umeshindwa kumiliki ile pisi, mwisho wa siku wajanja wamekuja na kumchukua. Sijakuelewa hapo. Unamaanisha Linus amechukuliwa na nani? Wajanja wamekupokonya tonge mdomoni bwege wewe. Wewe si kaka wa Linus? Haya, jiandae sasa kumpokea shemeji yako. Dorini, unajua kwamba nashindwa kukuelewa kabisa. Sikia sasa, kuna kidume kinaitwa Bryson kula advance. Jamaa ndo shemeji yako kwa dada yako Linus. Kama hujanielewa hapa, basi subiri, utaeleweshwa na dada yako mwenyewe siku akikutambulisha. Dorini akakata simu baada ya kuzungumza maneno hayo. Pressure ilipanda maradufu kwenye moyo wa Isaya. Jasho likaanza kumtiririka mithili ya mtu anayekimbia mbio za marathoni. Maneno ya Dorini yalimchoma vilivyo kwenye moyo wake. Akaanza kulinganisha yale maneno na mwenendo mzima wa Linus kwa siku za hivi karibuni. Kwa kipindi kifupi tu, Linus alionekana kubadilika sana kwenye macho ya Isaya, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Linus hakuwa tena yule aliyekuwa anapenda kuchati na Isaya mpaka saa 8 za usiku. Linus hakuwa tena yule aliyekuwa anamjibu Isaya kwa unyenyekevu. Baada ya kukumbuka mabadiliko hayo, ndipo Isaya alipoanza kuelewa maneno ya Dorini kwa uwazi. Alihisi kabisa huenda ni kweli Linus na Bryson ni wapenzi, ndio maana Linus haoneshi tena kufurahia ukaribu wao. Isaya alianza kuchanganyikiwa. Pale akatoa simu na kumpigia kabisa Linus bila kujali atakuwa na nani huko nyumbani. Kwa bahati nzuri simu ya Linus iliita na kupokelewa. Kabla hata salamu, Isaya akaenda moja kwa moja kwenye lengo. Linus, Bryson ni mpenzi wako?
Nataka jibu la ndio au hapana. Kwa hiyo ndo salamu Isaya? Halafu hilo swali limetoka wapi? Na ipi sababu ya msingi ya kuuliza? Sababu ya msingi ipo. Wewe jibu kwanza swali langu, halafu utapata jibu la swali lako. Kila kitu tayari nimeshajua. Hivyo nataka tu kusikia kutoka mdomoni mwako ili nijiridhishe. Sasa ukijiridhisha utafanya nini? Au utabadilisha kitu gani? Lainesi, Bryson ni mpenzi wako? Nipe jibu ndio au hapana. Ndio, ni mpenzi wangu. Isaya akakaa chini kwanza baada ya kuhisi kizunguzungu kufuatia jibu la Lainesi. Ni jibu ambalo Isaya hakutamani kabisa kulisikia masikioni mwake. Ni jibu ambalo lilimfanya Isaya ajutie kuuliza lile swali. Kwa hiyo Lainesi, siku zote ulikuwa unanidanganya kwamba hutaki mahusiano mpaka utakapomaliza shule? Ni jibu Lainesi. Kwa nini umefanya hivyo? Isaya alimuuliza Lainesi, lakini kimya kikatawala. Kumbe Lainesi tayari alishakata simu wakati Isaya anaongea. Isaya hakutaka kukubali, hivyo akampigia tena simu Lainesi. Alipompigia namba ya Lainesi inatumika, alisubiri kama dakika 3 kisha akapiga tena, ila bado namba ikawa inatumika. Ikawa sasa kila baada ya dakika 3 anapiga na namba ya Lainesi, lakini alichokutana nacho ni kile kile kwamba namba inatumika. Isaya alijikuta anazidi kuchanganyikiwa, maana tayari alishajua Lainesi ameiblock namba yake. Hatimaye na mimi nimeblokiwa leo. Ama kweli mapenzi yana nguvu sana. Hivi Lainesi anathubutuje kuniblock mimi? Ina maana thamani yangu kwake ndo haipo tena? Isaya alijisemea maneno hayo kwa sauti, huku moyoni akiwa na maumivu. What goes around comes around. Vile alivyokuwa anashangilia wanaume wenzake kublokiwa na Lainesi, ndo hivyo na yeye alivyoblokiwa. Hakujua ni wapi angeweka sura yake kutokana na tambo alizomfanyia Bryson juu ya Lainesi. Aliwaza afanye kitu gani ili kuweka mambo sawa. Yalipofika majira ya saa 4 usiku, kama kawaida, Bryson na marafiki zake walikuwa ndani ya darasa walilokuwa wanajisomea kila siku. Mpaka kufikia muda huo, Isaya na Huseni hawakuonekana kabisa pale darasani, tofauti na ilivyokuwa siku zote. Faisal na Shomari walikuwa busy na daftari zao, huku Bryson akiwa busy na simu yake. Bryson alikuwa anatumikia penzi jipya, hivyo ilikuwa lazima atenge muda kuwasiliana na mchumba kisha ndo aanze kusoma. Muda wote kijana alikuwa anatabasamu tu mbele ya kioo cha simu yake akiwa anachat na Lainesi. Furaha ya Bryson ilikuwa inawapa wivu Faisal na Shomari, ukizingatia hata wao walikuwa wanajua kwamba Lainesi ni mrembo sana. Sio mrembo tu, hata kumpenda walikuwa wanampenda, ila ndo hivyo hawakutafuta nafasi ya kuwasilisha hisia zao kwa Lainesi. Wakati Bryson anachati huko kina Shomari wakijisomea, ghafla akaingia Isaya pale darasani. Faisal na Shomari wakaanza kucheka baada ya kumwona Isaya. Muda huo Isaya akawa analazimisha tabasamu kwenye uso wake, huko moyoni akiwa na maumivu. Wewe wanangu, mnacheka nini sasa? Mnaacha kumsikitikia jamaa yenu, mnanicheka mimi? Lainesi mimi sio demu wangu, kwa hiyo msidhani labda nimepokonywa demu. Au sio? Kwa hiyo leo Lainesi sio demu wako wakati kila siku ulikuwa unatambia hapa, wewe ukubali tu umepigwa comeback la kibabe. Hapana. Yule demu ningemtaka angekuwa wangu tu siku nyingi sana, ila nimekwepa matatizo. Kuna kitu nyinyi mkijui kuhusu yule demu, ila ngoja tu leo ni wajuze. Yule demu baba yake ni polisi pale Chang'ombe. Kingine kuna jamaa kashakula miaka 30 jela kisa Lainesi. Hiyo ndo sababu inayofanya wadau wa mkwepe yule demu. Lile ni bomu wanangu, msije kusema sikuambia. Isaya aliongea maneno hayo kisha akaenda kuketi kwenye kiti. Maneno ya Isaya yalizalisha miguno kwa Faisal na Shomari, huku akimtizama Bryson. Oya Bry, umesikia lakini mzee baba, upo tayari kwenda jela? Faisal alimuuliza Bryson. Bryson naye akajibu, hakuna shida kaka. Hayo majengo yamejengwa kwa ajili ya watu na watu wenyewe ndo sisi. Na kama mapenzi ni gereza, basi nipo tayari kutumikia kifungo cha maisha kwa ajili ya Lainesi. Kiufupi, Lainesi ni naye na ninatamba naye leo, kesho mpaka kufa.
Kauli ya Bryson iliongeza maumivu mazito ndani ya moyo wa Isaya. Isaya alitamani kumfuata Bryson ili wazichape, lakini alijua kabisa hana ubavu wa kupigana na Bryson. Bryson alikuwa na mwili mkubwa kuliko Isaya, alikuwa mrefu na hata kiumri na darasa alimzidi Isaya. Kwa heshima, Isaya alipaswa kumuita Bryson kaka. Siku hiyo Isaya hakusoma kabisa, ingawa alizuka kwa busy na daftari. Fikra zake zote zilikuwa kwa Lainesi tu, ambaye alishamkatia mawasiliano ya simu. Mwamba alitamani sana Jumatatu ifike ili aonane na Lainesi ili wazungumze kuhusu lile swala. Hatimaye Jumatatu ilifika. Majira ya saa 2 asubuhi vipindi vya masomo vilianza kama ilivyokuwa desturi. Siku hiyo Isaya hakusogea kabisa karibu na Lainesi kwa kuwa alikuwa na hasira zake. Ilipofika majira ya saa 8 mchana, muda ambao ratiba ya vipindi ilifika ukomo, Isaya akamfuata Lainesi kwenye kiti alichoketi, kisha akamwachia karatasi mezani. Lainesi alikichukua kile karatasi, kisha akakifungua na kukutana na ujumbe: naomba tukutane form 1A sasa hivi, nina maongezi muhimu sana na wewe. Huo ndio ujumbe ulioandikwa kwenye kile karatasi. Baada ya kusoma ujumbe huo, Lainesi akachana kile karatasi. Muda huo wanafunzi walianza kutoka madarasani na kurejea majumbani mwao. Lainesi aliona kuna haja kubwa sana ya kwenda kuzungumza na Isaya ili kumnyoshea maelezo juu ya kile kinachoendelea. Mtoto wa kike akamwachia begi lake Cleopatra, kisha akaenda kukutana na Isaya. Alikwenda moja kwa moja mpaka kwenye darasa la form 1A. Alipofika tu ndani ya darasa, alimkuta Isaya amekaa nyuma kabisa ya darasa akimsubiri. Lainesi hakuwa na wasiwasi, alipiga hatua na kumfuata Isaya mpaka pale alipoketi. Mambo Isaya. Lainesi alianza kumsalimia jamaa. Mambo mabaya sana kwangu. Isaya akajibu, vipi, unaumwa? Hapana, siumwi. Ni bora hata ningekuwa naumwa. Sasa shida ni nini? Shida ni wewe Lainesi. Unaniulizaje hilo swali wakati unajua kila kitu? Hivi kwa nini umeniblock namba yangu? Hivi Lainesi, wewe kweli wa kuniblock mimi? Yaani simu niloitoa dukani kwa babangu na kukupa kama zawadi leo hii imenilamba block. Samahani kwa hilo Isaya, ila ilinilazimu kufanya hivyo kwa sababu mazingira hayakuniruhusu kuzungumzia mada ulioileta mezani. Okay, kwa hiyo Lainesi, yale yote niliyofanya kwako, haya ndo malipo yake. Kwani kosa langu mimi ni nini Isaya? Mbona kama unanipa lawama ambazo usizistahili? Hustahili kivipi Lainesi? Wakati umeniacha na kwenda kwa mwanaume mwingine, ina maana mimi sio mwanaume sahihi kwako? Kipi kimekufanya unione sina vigezo vya kuwa na wewe Lainesi? Hivi Isaya, katika miaka yote miwili tulioishi kama marafiki, ulishawahi kuniambia kwamba unanipenda? Kumpenda mtu sio lazima umtamkie Lainesi. Mbona matendo yangu kwako yalikuwa yanajieleza vizuri tu? Kwa nini kujiongeza Lainesi? Hivi ni mwanaume gani anaweza kufanya yale nilokufanyia kwa mwanamke asiyempenda? Isaya, matendo yako yalikuwa bora sana kwenye akili yangu, lakini hakuna hata moja lililofanikiwa kupenya kwenye moyo wangu. Yote uliyofanya hakuna hata moja lililogusa hisia za moyo wangu. Furaha ya moyo haijengwi kwa vyakula na zawadi. Furaha ya moyo inajengwa kwa vitu ambavyo sio rahisi kuonekana kwa macho. Kwa kipindi chote tulichokuwa pamoja, hukuwahi kuzungumza au kufanya jambo lolote la kugusa ama kuamsha hisia zangu. Kiukweli, na kuchukulia kama kina Cleopatra pamoja na marafiki zangu wengine. Sijawahi kuwa na hisia zozote juu yako kwa kuwa nilikuwa sijui chochote kuhusu kupenda. Okay. Kwa hiyo, kukununulia vyakula vizuri kila siku na kukupa simu bado havikutosha kufikisha ujumbe wangu wa mapenzi kwako? Huo ndio kweli Isaya? Havikutosha kabisa. Hivi vyakula ulivyokuwa unaninunulia, hata mimi mwenyewe nilikuwa na uwezo wa kujinunulia kwa sababu nyumbani nilikuwa napewa pesa za matumizi. Lakini pia kama unakumbuka, nilipewa na mama pesa ya kununulia simu, lakini ukanisitisha nisinunue, badala yake ukaniletea kama zawadi. Vile vitu ulivyokuwa unanifanyia havikuweza kushtua moyo wangu kwa kuwa hata mwenyewe nilikuwa naweza kujifanyia. Hivi ni mtu gani anayeweza kujitekenya mwenyewe na kucheka? Au unaweza kujitekenya na kucheka? Aha,
Kwa hiyo umefahamiana na Bryson majuzi tu na tayari ameweza kukufanyia vitu ambavyo wewe mwenyewe huwezi kuvifanya, sio? Bryson ndio mtu pekee alinipa furaha ambayo mimi mwenyewe siwezi kujipa. Ni furaha iliyokwenda kugusa moja kwa moja kwenye moyo wangu. Yeye ndio mtu aliamsha hisia zangu za mapenzi. Sasa Lioness, unahisi mimi ningeweza kukuambia na kupenda wakati ulisema unataka mahusiano na mwanaume yote mpaka pale utakapomaliza shule? Mimi nilikuwa nakusubiria mwenzako, ndio maana nikaamua kuwa karibu na wewe mpenzi wangu. Isaya, kosa lako wewe kama mwanaume ni kushindwa kutumia nafasi ulionayo kuhakikisha kwamba unauteka moyo wangu. Ulichagua kujenga mazoea, nami nikakuzoea na nikaendelea kukuzoea kama rafiki. Kiukweli kama hatua tuliofikia, hata kama asingekuwa Bryson, basi nisingeweza tu kutoka kimapenzi na wewe. Kwa sasa nakuona kama shoga yangu tu, kama walivyokuwa kina Cleopatra na Dorine. Lioness, ndio umefika huko? Hayo sio ni matusi. Lioness, kunilinganisha na marafiki zako wa kike sio matusi Isaya, ila huo ndio ukweli halisi. Kwa hiyo Lioness, unataka kuniambia kwamba hukuwahi kunipenda kama mpenzi japo kidogo tu, au kwa dakika chache tu? Hilo ni jibu Isaya. Katu abadani. Sijawahi kukupenda kimapenzi hata kidogo. Sijawahi kabisa kukupenda kimapenzi hata kwa sekunde moja. Kila sekunde nilikuwa nakutizama kama rafiki. Hata sasa hivi bado nakuona kama rafiki yangu tu. Huo ndio ukweli wa moyo wangu Isaya. Kumbe siku zote nilikuwa najidanganya peke yangu. Sio siri, nilikuwa mjinga sana kuamini napendwa wakati sijawahi kuambiwa kama napendwa. Makosa ni yangu mwenyewe kushindwa kuulizia nafasi yangu kwenye moyo wako Lioness. Hili sakata limenipa elimu bila kulipa ada. Hili kabumbu bado sana, ndo kwanza tupo dakika ya pili sio ya tatu, maana mambo ndo kwanza yanaanza. Yaani mpira ndo umewekwa kati. I don't know what will happen, lakini jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya pili ama ukurasa wa pili wa kitabu chetu hiki cha The Final Decision, ama uamuzi wa mwisho, au unaweza kuita ilibidi uwe wewe. Mbunge linakwendaje hapa? Sakata hili linasakatwaje? Kabumbu linachezwaje hapa? Jamani, tutane katika ukurasa wa 3 wa kitabu chetu hiki cha kaka yetu Bryson, ambaye ameamua kutuletea historia ya maisha yake na mapenzi. Jamani, historia ni nzuri sana. Ina visa vya kila aina. Ina mapenzi, ina usaliti, ina visasi. Kwa hiyo doze, yaani tulia kabisa, mambo ndo kwanza yanaanza. Na mimi binti Trishi na kuhakikisha kwamba kila kipande, kila neno, kila kitu ambacho kipo ndani ya huu mkasa nitakusimulia. Mimi ndo kazi yangu kuhakikisha kwamba unaburudika, unafurahia na unaenjoy. Guys, tutane hapo kesho kwa ajili ya ukurasa wa 3 wa kitabu hiki. Mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Asante kwa kunipenda. Asante kwa kuiamini kampuni ya Light Simulizi. Love you so much. Bye bye.